Nikukaribishe wewe ambao unanitazama kupitia Dost Media, na leo hii sisi tupo na Nyamonge ambao hawa wameandaa bonanza maalum kwa ajili ya walemavu wa macho. Wamewakutanisha na kuwa katika kitu kimoja. Lengo kubwa ni kuwapa furaha hao watu wenye ulemavu. Kwa hiyo wao watazungumza nini malengo ya bonanza hili na kwa nini wameamua kuwakutanisha. Wamewaomba wazazi wote ambao wana watoto wao ambao ni walemavu, kama unajua una mtoto mlemavu, basi tarehe 8 mwezi wa 6 wanakutana katika uwanja wa Mwembeyanga Temeke na kucheza michezo mbalimbali. Sasa ngoja tukasikilize wana nini cha kutueleza kuelekea kwenye bonanza hilo. Mimi jina langu ni Maunga Junior, kwa upande wa kamera hapo amesimama director Eze. Jina naitwa Moshi Kasimu, lakini watu wengi wamezoea kuniita Anko Moshi. Mimi ndio mratibu msaidizi wa jambo linalokwenda kufanyika tarehe 8, na Nyamonge Sports Promotion imeandaa tamasha kubwa la michezo, lakini michezo hii itakuwa tofauti kidogo, ni kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Kwa hiyo kutakuwa na tamasha la michezo kwa ajili ya watu wenye ulemavu siku ya tarehe 8. Tunategemea kufanya tamasha hilo kwenye viwanja vya Mwembeyanga, na tutakuwa na michezo takribani 3 mpaka 4. Watu wenye ulemavu kutakuwa na mchezo wa goalball, kwa maana watu ambao wenye ulemavu wa macho ama uoni hafifu, lakini pia tutakuwa na wheelchair basketball, mpira wa kikapu kwa watu wenye ulemavu, lakini pia tutakuwa na watu wa mpira wa miguu wenye ulemavu. Katika kunogesha zaidi tumealika na wenzetu wa mchezo wa rede ya kisasa, nao watakuwepo katika tamasha hilo. Tamasha linatarajiwa kufanyika kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 11 jioni. Lakini pia nilisema kwamba mchezo hii inakwenda kuhusisha 95% ya watu wenye ulemavu. Kwa hivyo tutakuwa na mwenyekiti wa chama cha watu wenye ulemavu Tanzania, ndio tunatarajia yeye hawe mgeni rasmi siku hiyo, kwa maana kwamba yeye ndio anafahamu watu wengi wenye ulemavu Tanzania nzima. Pia itakuwa ni sehemu ya yeye kutuunganisha na watu hao, kwa sababu Nyamonge Sports Promotion itawekeza zaidi kwa watu wenye ulemavu katika kutangaza michezo. Imeonekana kwenye michezo watu wengi wenye ulemavu kama vile wamewekwa pembeni kidogo. Kwa hivyo tamasha hili lengo lake ni kwenda kwanza kabisa kuibua vipaji kwa watu wenye ulemavu, lakini pia kuweza kuviendeleza vipaji vyao. Hii ni fursa kubwa sana kwa watu hao wenye ulemavu, kwa sababu sio tu sisi Nyamonge Sports Promotion. Ukiangalia hata jamii, mara nyingi wazazi huwa wanachukua watoto wenye ulemavu, huwa hawatoi kwenye jamii. Kwa hiyo wito wetu sisi kama Nyamonge Sports Promotion, tunataka kuwaambia wazazi kwamba kama mtoto ana ulemavu au mtu yoyote aweze kuja kwenye tamasha ili ataweza kuona michezo inavyochezwa na kuweza kuamini pia jamii ndio ile mindset ya kwamba huyu ni mlemavu hawezi kushiriki michezo. Hili ni jukumu kubwa, lakini pia baada ya pale ni kuweza kuwapeleka mbele zaidi kufika kwenye malengo yao. Tamasha litahusisha mchezo wa goalball. Goalball ni mchezo ambao unahusisha watu wenye ulemavu wa macho, lakini pia tutakuwa na wheelchair basketball, kwa maana mpira wa kikapu kwa watu wenye ulemavu. Alkadhalika tutakuwa na mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu, lakini katika kunogesha zaidi pia tutakuwa na rede kwa watu wote ambao watakuwa kama washabiki. Hili ni tamasha la kwanza ambalo ndo linaandaliwa na Nyamonge Sports Promotion, na tumeanza kwa mkoa wa Dar es Salaam na pia hatukufikia mkoa mzima kwa ujumla. Kama sijakosea, kama unifuatilia vizuri, tumemwalika mwenyekiti wa chama cha watu wenye ulemavu Tanzania. Huyu ndio barozi na ndio atakayetupa sisi connection ya kujua watu wenye ulemavu wako wapi na tunawafikiaje. Yeye anafahamu pia vilabu vyote vya watu wenye ulemavu, kwamba basketball wenye ulemavu wako Dodoma, ni rahisi sisi kuweza kuwafikia. Kwa hiyo next time tamasha hili litafanyika kwa upana zaidi kufikia mikoa yote. Mimi naitwa Hamisi Omar Uchuro, ni rais wa klabu ya wasioona goalball Tanzania. Nipo hapa kwa ajili ya kutangaza mchezo huu wa goalball kuelekea tamasha la Nyamonge Sports siku ya tarehe 8 mwezi wa 6. Goalball ni mchezo ambao unaochezwa na watu wenye ulemavu wa macho, na ndio tunaoenda kuuzindua tarehe 8 iwapo kama Mungu akipenda kwenye Nyamonge. Na hii inaenda kuwa tamasha ya kwanza kwa watu wenye ulemavu wa macho Tanzania kuweza kuzindua mpira wao unaoitwa goalball. Kwa hiyo nipo hapa mbele ya waandishi wa habari kuizungumzia tamasha ya tarehe 8. Kwanza, wito wetu, tunaomba Watanzania wajitokeze, waje kuona kitu cha tofauti kupitia kwa watu wenye ulemavu, kwa sababu si walemavu wa macho tu watakao kuwepo.
wapo walemavu wa viungo almaarufu wheelchair, wanakuja kucheza mpira wao wa basketi, lakini pia wapo ndugu zetu viziwi wanakuja kuonyesha mpira wa miguu. Yani tunakuja kuwatafuta kina Mzinze, tunakuja kuwatafuta kina Shabalala kutoka kwa watu wenye ulemavu. Kwa hiyo wewe Mtanzania popote pale ulipo, hebu hamasika na hili, uje uone kitu cha tofauti siku ya tarehe 8. Maandalizi ya timu kwa 90% yako vizuri. Tukiacha 10 bado tunaendelea kufanya maandalizi mazuri kumpitia mwalimu kwenye viwanja vya mazoezi. Vijana wangu wana hamasa kubwa, na nimekuja na mmoja kati ya wachezaji, nadhani atapata nafasi ya kuongea baadaye. Yupo mwanadada shupavu mrembo hivi, ataongea namna gani mazoezini yanavyokuwa. Kwa hiyo kwa kifupi, timu yangu iko vizuri na ina hamasa kubwa kuelekea tamasha la Nyamonge Sports, kwa sababu kwao ni kitu cha kwanza, hakijawahi kutokea. Kweli wanacheza, lakini walikuwa wanacheza kwa kujifurahisha, ila kwa sasa hivi wanacheza wakitegemea mbele wana mashindano makubwa na wanaonyesha kwenye umati wa watu unaokuja kuwasapoti. Kwa hiyo kiukweli mazoezi yanaendelea vizuri sana sana sana. Jamani, asalamu alaykum. Bani Yesu asifiwe. Asante sana bani, mimi nishukuru kwa ndugu zangu Nyamonge Sports Promotion kwanza kuleta kujali vivitu, hasa upande wa ndugu zetu walemavu, nao wa enjoy something like that. Sasa hivi wamekuja na promotion ambayo itakuwa inafanyika pale Mwembe Yanga tarehe 8 mwezi unaokuja, mwezi wa 6 mapema sana, kuanzia saa 2. Wa Tanzania jamani, ndio mambo tunavyokwenda. Kusaminiana, sisi wote ni binadamu, sio zindiko. Tuna uwezo kufanya jambo lolote lile kama tunawezeshana, kama tunakumbukana. Kwa kweli Nyamonge kwa hili nawapongeza sana. Walemavu watacheza michezo aina 3 na wanyongeza 4 walede kutoka watu tofauti ili kuongeza uloda. Na hii imekuja kwa sababu yani kwamba kuonesha kwamba kwa nini wengine wakae wamekaa tu bila sababu, wengine wanashughulika. Kama wengine huko nje wanaofanya, tunasaminiana. Leo hii ukiangalia kuna shule za viziwi, kuna shule za vipofu, kuna shule za walemavu wasioweza kutembea. Na leo na hapa sasa leo kuna basket ya wheelchair. Una stay down, unapiga basketball. Kitu kinatiko kumpododo kule njoo. Mtu nini ukimwangalia haoni labda, lakini karusha kalengo. Ndio ufahari wetu. Kuna mpira wa miguu, kuna hiyo aliyosema bwana mkubwa nini ile volleyball. Naona bwana. Na hiyo ni vitu ambavyo vipo na yeye wachezaji wakashaandaa. Lazima tukae kwa misimamo. Kwa hiyo nawakabisha Tanzania wote jamani, karibuni tuje kuanzia tarehe 8 viwanja vya Mwembe Yanga kuanzia asubuhi mpaka saa 11. Tuje wote tusherekee jamani, hasa wale kwa maeneo ya jirani pale Temeke pale, sijui Tandika, sijui Mbagala, Ilala yenyewe hii. Tuje jamani, tuwe nyomi. Nyamonge ameleta raha duniani. Kama hivyo ni special kabisa mchezo huu. Mimi mwenyewe nitakuwepo. Nitakuwepo. Naweza kusema kwa kweli hakuna shido. Nyamonge hakuna shido. La iwepo, watu wapate raha duniani. Wale ndugu zao ambao wana walemavu na sikileo kama ana kipaji fulani sio upande wa michezo, mruhusu aje. Usimweke ndani, usimfiche fiche. Mlete ndani, aje naye acheze, a play party, apate jasho naye la uhakika kutoka mwilini mwake. Kwa hiyo binafsi mimi mwenzangu nimefurahi sana na nitakuwepo tarehe 8 Mwembe Yanga kuanzia asubuhi. Tushirikiane wote na walemavu. Naitwa Maria Wilson almaarufu kama Chido Point. Mimi ni mdau wa michezo na sanaa. Tunapenda kuwapongeza Nyamonge Sports Promotion kwa kile walichokifanya. Walitushirikisha, tukaona kwa nini tusisapoti. Kwa tunaomba Watanzania wote, ndugu zetu jamani, tunaomba tushirikiane na hawa wenzetu wenye ulemavu wa macho. Tuje tuone vipaji vyao, tuje tusapoti. Mimi nasisitiza sana wazazi ambao mnawaficha watoto ndani kutokana na ulemavu wao, watoe. Uwezi jua unamficha
nani wa baadaye jamani. Kwa tunawaomba Watanzania tushiriki. Sisi tutahakikisha kama Chido Point kutakuwa na burudani za kutosha, sio tu michezo bali na burudani tofauti kwa wenzetu, na ambao wote tunakuja kujumuika mtaburudika. Kwa tunaomba mkaribie sana. Karibu sana ndugu zangu waandishi wa habari, karibuni tena siku ya tarehe 8 Mwembe Yanga ili tuweze kujumuika kwa pamoja. Jambo hili bila nyinyi sisi hatuwezi kulifanikisha. Naamini support yenu ni kubwa sana katika kuendeleza michezo. Karibuni sana tarehe 8 Mwembe Yanga.